Hii ni safari kuelekea kijiji cha Wame, safari ya kupeleka Injili, ni safari ya kupeleka tumaini lenye baraka, kuzichanja mbuga, kuwacha mji wa Kahama na hatimaye kufika katika kijiji cha Wame. Huko ndani kiasi ni zaidi ya kilomita 60 ambazo nimezishuhudia kwa macho mpaka kuwasili. Mkutano huu ulikuwa na watu wengi waliojitokeza kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa J-Hope Media, tufuatilia moja kwa moja kutoka hapa kijiji cha Wame, ambapo ndipo yamefanyika mahubiri makubwa sana ambayo yameenda sambamba na mahubiri ya Njombe Net Event. Karibu. Sasa unaweza kutambia kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jackson Venance Kavako. Wewe ndio umekuwa nani katika mahubiri haya? Nilikuwa mwenyekiti katika mahubiri haya wiki tatu. Wow. Ndani ya hizo wiki tatu kwenye mahubiri haya, nini kilikuwepo na nini kimetokea? Uzoefu wangu ni kwamba ndani ya wiki tatu tumetembelea washiriki wengi, waumini wengi wa kijiji hichi, kwa maana ya watu ambao walikuwa wanapokea imani na walikuwa na kiu kimsingi, na wamepokea neno la Mungu kwa wingi kabisa, na imeleta picha ambayo imetupelekea kama unavyoona pale. Tumeanza na ujenzi wa kanisa kwa sababu watu waliojitoa ni wengi na bado wana kiu ya neno la Mungu. Unaweza kutambia wamejitoa watu wangapi kwa ajili ya kubatizwa mpaka leo ili kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao? Mpaka sasa watu ambao wameshabatizwa tuna watu 72, na sabato ya leo mchana tunategemea kubatiza wengine zaidi ya 40. Nini kimetokea mpaka watu wakaamua kujitoa kiasi hicho? Jambo la kwanza, hapa tulikuwa na huduma ya matibabu, lakini pia tulikuwa na huduma ya maombi. Watu wengi wamefunguliwa, kuna watu wengi walikuwa na mapepo wamefunguliwa. Lakini pia tulikuwa na mkutano makini wa mahubiri ya unabii. Mahubiri haya yavutia kijiji kizima kiasi kwamba ni mambo ambayo watu walikuwa hawajawahi kusikia, na wamegundua kuwa Kristo anarudi mara ya pili. Kwa hiyo wameamua kumpa Yesu maisha ya, na tunashukuru wainjilisti wametembea nyumba kwa nyumba, wamefanya vizuri, wamealika watu na watu wameitikia kwenye mkutano. Hapa na kukutanisha na mtu ambaye yeye hakuwa kabisa Waadventista Sabato, alikuwa Mpentekoste. Baada ya kuwa amealikwa na jirani zake kuja kusikiliza mahubiri, na hatimaye baada ya kusikiliza mahubiri haya kwa muda wa siku kadhaa, akaamua kufanya maamuzi ya kuhubiri katika familia yake na kufanikiwa kuongoa roho 2 ambazo pia zimeungana na jeshi kubwa la watu waliojitoa kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ilikuwa kama ni siku moja kama mwezi wa 8 mwaka jana, nikaenda mjini. Wakati wa kurudi kutoka mjini kule, nikapita pale Kiinza, kuna mama Abu hivi imewahi kanisa ni chale. Tukaanza maongezi pale. Akasema sasa wewe unaelewa kama anasema ya nini? Ya Kisabato, kwa nini umechelewa? Hajawahi tulieni niende nifaidi nirudi nyumbani. Nilipotaka kurudi nyumbani wakanipa kitabu kadogo hivi. Yaani akasoma kwa nyumbani akaona kwamba kaleta matumaini, nikatulia. Ulipoingia mkutano hapo ndio nikabidi kwamba niufuatilie. Je, unajikubali kifo cha Yesu Kristo pale Kalvari kama dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zako? Kwa majina naitwa Pastor Boaz Baraka Abayo, mchungaji wa Kahama Central. Tunamshukuru Mungu kwamba haya mahubiri yaliandaliwa na chama cha AMO, lakini baadaye tukajiunga wote kama kanisa lote kwa ujumla katika kupeleka utume katika hivi vijiji vya Wame A na Wame B. Tunamshukuru Mungu kwamba kazi imetendeka kwa uzuri, na kiuhalisia tunamtukuza Mungu kwa sababu kwa wiki ya kwanza Bwana alijitwalia roho 40, hatimaye roho 31, na leo vile vile tunamshukuru Mungu tena roho zimetwaliwa jumla watu wa 106. Baada ya mahubiri haya ya wiki tatu,
Bwana amejitwalia hizi roho. Hakika jina la Bwana litukuzwe, na hasa tunaahidi kwamba tutaendelea kuwalea, tutaendelea kuwapenda, tutaendelea kuwahimiza kuwa waaminifu na kuendelea kujifunza ili waelewe kanisa kwa undani. Na kiuhalisia tumeamua kumweka mlei ambaye atazidi kubaki maeneo haya kuendelea kuwalea mpaka watakapokuwa kanisa. Kusudi letu ni kupeleka injili sehemu mbalimbali ili hatimaye kazi ishe na hatimaye tuende nyumbani. Tunashukuru kwamba tumeona ushirikiano kanisa nzima, na hata hapa tunapowaacha hatuwaachi tu hivi hivi. Jengo linaendelea kujengwa, hatimaye tunatamani wawe kanisa na hili jengo liwe ni lango na sehemu nzuri ya watu wa Mungu kuingia mbinguni. Jina la Bwana litukuzwe, na hasa hatujivunii sisi kama kanisa, bali sifa, heshima na utukufu zimrudie Bwana milele na milele. Amina.